Ni ishara kwamba Mungu anatimiza ahadi yake. Haijalishi miaka mingapi inapita, muda gani unapita, Mungu anatimiza kile ambacho ameahidi kwa kila mmoja wetu. Hivyo tunapoungana kanisa zima, hatuna budi kusema asante kwa Mungu kwa neema zote ambazo Mwenyezi Mungu anatujalia katika maisha yetu. Lakini zaidi sana tunabudi kuomba neema ya Mungu ya kufurahia na kusherehekea upendo wa Mungu ambaye mtuma mwana wa pekee Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi, aje kukaa nasi, aweze kutuongoza katika maisha yetu. Krismasi au Noeli ni nafasi ya kutafakari jinsi Mungu alivyokuja ulimwenguni, lakini zaidi sana sherehe hizi, ndugu zangu, zinachochea ndani mwetu tafakari ya maisha yetu ndani ya Mungu na kujiona kwa kiasi gani safari ya maisha yetu yanaongozwa na Mungu mwenyewe kuelekea kwenye uzima. Katika somo la kwanza tunaweza kusema ni utenzi. Somo la kwanza toka nabii Isaya sura ya 52 aya ya 7 hadi ya 10. Huu ni utenzi. Ni utenzi wa shukrani. Utenzi wa shukrani na sifa kwa Mwenyezi Mungu kwa kuleta habari njema ya ukombozi kwa taifa la Israeli, ambao ni utenzi uliokuwa unawafariji wale waliokuwa utumwani Babeli, kwamba tazama ilivyo mizuri juu ya nchi, miguu yake yaletea habari njema, aitangazaye amani, ailetea habari njema ya mambo mema. Jinsi ilivyo mizuri juu ya milima, miguu yake aletaye habari njema, yeye aitangazaye amani, aletaye habari njema ya mambo mema. Utenzi wa sifa, utenzi wa shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa makuu ambayo Mungu aliwatendea taifa la Israeli katika mazingira yale ya utumwa. Wanaposikia neno la faraja, wanapata nguvu ya kuendelea kumtumania Mungu daima katika maisha yao. Utenzi, ndugu zangu, pia ni utenzi wa sifa. Unasifu miguu ya mtu aletaye habari njema. Unasifu miguu ya mtu anayeleta habari ya furaha,